Mohamed Hamis, Simba Sports Club imepata kufuzu hatua inayofuata kwa maana ya robo finali. Dr. hali si shwari namna ambavyo mchezo ulianza haukuwa vizuri. Of course tulianza na raw temper na bahati mbaya au nzuri Dodoma Jiji walikuwa very good in defensive mark zone na wakawa wazuri kwenye kipindi cha kwanza, wakaweza kupata bao kupitia Fin, bao zuri sana ambalo tumefungwa sisi kipindi cha kwanza, kitu ambacho kilipelekea eneo la boksi la Dodoma Jiji kuto kufikiwa mara nyingi na washambuliaji wa Simba ambao walikuwa kutokea eneo la kushoto Libase Gueye. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilichotokea, lakini ukiangalia kuna eneo la ushambuliaji ambako Selemani Mwalimu kwa na hudumu kwenye first half, tumeona tumepata nafasi 3 ambazo hatuweza kuzitumia vizuri. Shot of target zilikuwa 6 na mpaka first half inaisha na Simba tulikuwa tunalalamika sana why tunacheza hivi. Mwalimu naona aliwasoma vizuri Dodoma Jiji kwenye first half, akajua ni timu yenye hatari kiasi gani, yenye strengths kiasi gani, ndio maana ikawa rahisi yeye kubadilisha mbinu kwenye kipindi cha pili na tukaja na mchezo wa kushambulia zaidi na wao. Yes, Selemani Mwalimu akatupa bao la kwanza la kuongoza, bao la pili baadaye akafunga Anset Yaula bonge moja la goli mara baada ya kutamatika pia Selemani Mwalimu kutamatisha idadi ya mabao 3 kwa kufunga goli bora sana kwa mguu kushoto katikati ya mabeki wanne. Ukitizama Simba ambavyo imecheza leo ina tofauti kidogo na mchezo uliopita wa TLA United. Mchezo uliopita kwanza wachezaji wengi walikuwa wacheza kama vile hawana morali ya mchezo, lakini leo ukiangalia first half wachezaji wengi wamekuja kwa kasi, wakiutaka mchezo, wakionyesha bidii na ndio maana unaona mpira ulikuwa ukae kwenye eneo la katikati kwenye mid block complex pale, mpira ulikuwa unakaa juu ya mstari wa katikati, maana yake most of time tulikuwa tunacheza juu ya uwanja, maana yake kwenye 1/3 ya uwanja kwenye eneo lao. Ukiangalia Selemani Mwalimu eneo ambalo alikuwa na hudumu leo kama mshambuliaji wa mwisho, leo ameitendea kazi kwa nafasi ambazo amepata kuscore magoli mawili, maana yake anatupa tujibu sisi ambao tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na yeye ambapo alikuwa anacheza kwa mchezo wa nyuma kwa mawai hapati na afungi kwa nafasi nyingi ambazo anazipata. Selemani Mwalimu leo amezaliwa upya, ameonyesha kwa nini yuko ndani ya klabu ya Simba na ameonyesha ubora wake ambako ndiko na Simba matumaini yao makubwa yapo hapo. Kuna eneo la kiungo ambapo amecheza Neo Maema pamoja na Yusuf Kagoma, kuna namna au kuna wakati Neo Maema alikuwa na pwaya kwenye eneo la central midfielder, kitu ambacho kinapelekea ugumu au kakasi wa Yusuf Ali Kagoma kutimiza majukumu yake kwenye eneo la kiungo cha ukabaji, kitu ambacho kinawafanya Dodoma wawe wazuri kwenye kufanya transition kuanzia kwenye eneo la kati kuja kwenye eneo la juu, na ndio maana wakawa deliver hatari nyingi kwenye box letu. Baadaye Mwalimu akadetect hiyo hatari, akaamua kumtoa Neo Maema, ndipo ambapo Kratos Chama akatawala dimba pamoja na Yusuf Kagoma, kisha Inos Liomba akawa introduce kwenye mchezo na ukaona jinsi ambavyo wamecheza eneo la ushambuliaji kulifanya kuwa hatari zaidi. Maana yake Mwalimu akacheza na washambuliaji wawili ambao walikuwa rahisi kupeleka mashambulizi mbele na kuifanya safu ya ushambuliaji ya Simba kuwa hatari zaidi ambavyo tumepanga, ambavyo tulitarajia. Ukimwangalia goalkeeper Mamadou Kasari Jibla kwenye eneo la milingoti mitatu, mimi dua zangu nyingi zinamwombea dua wale majeruhi wote wa Simba waendelee kupona ili tupate watu wengine sahihi kwenye ile eneo. Goli lilofungwa leo kwa sababu alisogea mbele, hakuwa kwenye natural position. Aliposogea mbele alimpa nafasi kubwa mpigaji wa ile mpira kuchagua engo wapi apeleke mpira, ndio maana tukaweza kufunga goli la kwanza. Otherwise kama Mwalimu Steve Barker asingebadilisha mfumo namna gani ambavyo anakuja kuwakabili Dodoma Jiji kwenye second half, maana yake leo tukizungumza maneno mengine, maana yake tungetolewa katika hatua hii ya 16 bora kuelekea robo finali, kitu ambacho ingekuwa ni hatari kwa klabu ya Simba, kwa mashabiki na wanachama ambao wanatamani kuiona Simba yao ikicheza vizuri. Wana Simba wanatamani makubwa, wanatarajia makubwa, wanatarajia ubingwa wa NBC Premier League, wanatarajia ubingwa wa CRDB Federation Cup. Inapotolewa kuna hatua ndogo kama hizi inakuwa ni pigo kwa klabu yetu sisi. Kitu ambacho tunashukuru ni leo wachezaji wameamua kujituma, kujitoa, hasa kipindi cha pili ndicho ambacho kimezalisha magoli mengi. Jibril Kasari hatoshi kwa Simba, ameonekana mara kadhaa akifungwa magoli ambayo lawama nyingi kwa. Mimi ukiniambia Jibril Kasari na Kamara bado I will go with Kamara. Musa Pimpin Kamara, ndio maana nakwambia tunaendelea kumwombea dua Musa Pimpin Kamara ili aweze kurejea kwenye ubora ule ambao sisi tuna utamari. Ukimwangalia Mamadou Kasari, nini ambacho ana lack? Kwanza ni ile footwork
ya moja kwa moja. Pili ni ile consistency ya ubora wake anapokuwa kwenye milingoti mitatu. Lakini tatu ni ile detective ya hatari, namna ambavyo anaweza kudetect hatari za haraka na kuweza kudhibiti. Lakini nne ni ile confidence ambayo anaitengeneza, build confidence ambayo anakuwa nayo personally, hasa panapokuwa mashambulizi makubwa, hasa mashambulizi ya set piece, ya kona au ya kushtukiza. Unaelewa, amekuwa na kawaida ya kufungwa mipira ya mbali. Unaona mpira wa Pamba Jiji tumefungwa ni mita 47 from the goal. Maana yake kama unaweza ukapiga mbali ya mita 30 plus, maana yake it could be easy kwa Mamadou Kasari ku concede goal. Na hata ukiangalia leo goal aliyofungwa maana yake zaidi ya mita 25 plus ndio ambako amefungwa goli. Maana yake anakuwa ni kama vile hayupo mchezoni, anashukia tu goli limeingia ndani. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho namtofautisha kati yeye na Musa Pimpini Kamara, ambaye amekuwa ni mtu ambaye detect hatari, yupo mchezoni muda wote, consistency, footwork na ubora wa kuondoa hizo hatari. Lakini kitu kingine ukiangalia leo tumepata kona 14 hapa. Kona 14. Katika kona 14 ambazo tumezipata dakika 90 zote, manake hatujapata goli ambalo limetokana na kona. Manake ni wakati sahihi sasa wa benchi la ufundi la klabu ya Simba kurudi mazoezini, kufundisha namna gani ambavyo tunaweza tukatumia set pieces, mipira iliyokufa kama mpira ya kona na faulo, kuiconvert na kuitengenezea mazingira mazuri kuwa goli. Kwa michuano mikubwa kama ya Afrika au kwa michuano mikubwa kama NBC Premier League unapata kona 14 with 0 goal. Maana yake bado haujajua namna gani ya kupiga mipira ya kona na kuitumia. Ingekuwa ni National Ahli au Sierra Belouizdad wanapata nafasi hizi za kutumia kona 14, maana kona 14 maana ration yake walikuwa wanaweza kufunga goli 7 mpaka 8 kupitia mpira ya juu. Niseme na wanaweza wakaconcede magoli kwa njia ya kichwa, au hatuna watu warefu ambao wanaweza wakaisengeleza eneo la defense la timu pinzani kuwa dhaifu na kulionyesha madhaifu yake na hatimaye kuwini mipira ya juu na kutengeneza kwa magoli. Sasa unapata kona 14 upate goli hata moja, hii inakuwa ni disadvantage kwa klabu moja kwa moja. Kikubwa ni kwamba warudi mazoezini kujua nini cha kufanya. Lakini leo nishukuru mwalimu amemuona Inos Jospin Liomba kwamba ni mchezaji wa kutumainiwa, anapaswa kuwa introduce kwenye mchezo, na wao yes umeona baada ya kuingia Inos Liomba kuna kitu kimeonekana kimeongezeka kwenye safu ya ushambuliaji na tukaondoka na matokeo. Lakini leo kwa mara nyingine bwana mdogo la Dacha Sambi amekuwa introduce mchezoni, kakosa goli ya wazi kabisa, nafasi ya wazi ameipata, kaweza kupiga juu, lakini nadhani kwa sababu ya match fitness na vitu vingine. Baada ya hapa kituo kinachofuata ni dhidi ya Fountain Gate tarehe 15, tukutane pale pale Arusha, uwanja wa Chiam Abedi Karume. Urejeo wa Inos Loemba unawapa matumaini kwenye mechi zijazo? Kabisa, ni matumaini mapya. Unajua tuna washambuliaji wazuri kama Inos Liomba anakuwa kwenye ubora wake ambao tunauona, plus Selemani Mwalimu ambaye leo amezaliwa upya kwenye eneo tena la ushambuliaji. Maana yake timu inakuwa na wachezaji wazuri wawili wa kutegemewa kwenye eneo la kuscore. Unapozungumzia timu kupata ushindi, maana yake kama huwezi kufunga hauwezi kupata ushindi. Ili timu iweze kupata ushindi kama leo tulivyoshangilia, maana yake magoli yameingia wavuni. Kwa hiyo Inos Liomba kurejea kwenye eneo la ushambuliaji imepelekea safu ya ushambuliaji kuwa hatari na klabu ya Simba.